Mara ya mwisho Manchester United kuwa katika nafasi ya 3 katika msimamo wa Premier League ni tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2023, wakati ambapo tulikuwa chini ya Erik ten Hag baada ya kushinda mchezo wa mwisho wa ligi 2-1 dhidi ya Fulham katika mechi hiyo ya mwisho msimu huo na kufanikiwa kwenda katika mashindano ya Ulaya. Toka wakati huo zimepita zaidi ya siku 1008 na Manchester United hawajafanikiwa kushika nafasi ya 3 hata kwa dakika chache katika msimu wa soka nchini England. Kipi kitatokea katika mchezo dhidi ya Crystal Palace? Hilo ndilo ambalo tungependa kuzungumzia katika sesheni ya leo. Hujambo, habari za wikendi, karibu sana United Redverse tuweze kuzungumza machache kuhusu mchezo tunaotegemea kupigwa, mchezo mkali sana dhidi ya Crystal Palace katika uwanja Old Trafford. Tunaweza kutarajia nini katika mchezo huu? Kwenye comments niandikie maoni yako, kila ambacho nadhani kinaweza kutokea katika mchezo huu, lakini pia utabiri wako na kikosi ambacho ungependa kianze katika mchezo huu. Ikiwa umefika mara ya kwanza hapa United Redverse, basi nakukumbusha kwamba karibu sana, like, subscribe, share videos, lakini pia tupate katika mitandao mingine ya kijamii, Instagram, X, TikTok, Facebook, kote huko jina ni hilo hilo, tunatumia United Redverse. Mimi naitwa Dr. Nande. Sasa tuanze kwanza tuangalie michezo mingine ambayo itapigwa katika weekend hii, ambapo mchezo ulioanza ulikuwa ni mchezo kati ya mchezo wa kwanza ambao ulikuwa ni mchezo ambao ulipigwa Ijumaa usiku, ambapo ilikuwa ni kati ya Wolverhampton Wanderers pamoja na Aston Villa, ambapo Villa kapoteza 2-0. AFC Bournemouth watakipiga dhidi ya Sunderland, wakati Burnley watakipiga dhidi ya Brentford. Liverpool watakuwa Anfield dhidi ya West Ham United, lakini pia Newcastle United watakuwa pale St James's Park wakikipiga dhidi ya Everton. Man City wataenda ugenini pale Elland Road wakijaribu kutafuta ushindi mwingine na kumfukuzia Arsenal katika nafasi ya kwanza dhidi ya Leeds United. Fulham watakuwa Craven Cottage dhidi ya Tottenham Hotspur, wakati Brighton and Hove Albion watakuwa pale Amex Stadium wakipiga dhidi ya Nottingham Forest, wale ambao wana kocha mpya, wakati United watakuwa dhidi ya Crystal Palace katika uwanja wa Old Trafford, na Arsenal mechi kubwa sana Jumapili dhidi ya Chelsea. London Derby hiyo itapigwa hapo katika uwanja wa Emirates, na Arsenal watajaribu kuendelea kutafuta ushindi na kujaribu kumpa pressure zaidi Man City ambaye ni kama wanafukuzia katika mbio za ubingwa msimu huu. Lakini sisi tungependa kuzungumzia mechi ambayo inatuhusu, na hii ni mechi dhidi ya Manchester City dhidi ya Crystal Palace ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Old Trafford mishale ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Itakuwa ni mechi ya raundi ya 28 katika Premier League msimu huu. Tunaweza kutarajia nini? Referee wa mchezo huu atakuwa ni Chris Kavanagh, na tungependa tuangalie form ya timu hizi mbili katika siku za hivi karibuni, tuone kama kuna chochote ambacho tunaweza kikatuambia kuhusu form za timu hizi mbili, ambapo ukiangalia form za hapa karibuni, Manchester United hajapoteza mchezo mwaka 2026, na katika michezo mitano ya mwisho Manchester United tumefanikiwa kushinda mara 4 na kutoka sare moja dhidi ya West Ham United, wakati kwa upande wa Crystal Palace wao wamepoteza michezo miwili katika michezo mitano ya mwisho, wakishinda miwili na kupoteza miwili na kusare mara moja, lakini watakuwa na nguvu sana wanapoenda kukutana na sisi pale Old Trafford, kwa sababu katika michezo mitano ya mwisho ambao tumecheza dhidi ya Crystal Palace tumefanikiwa kushinda mara moja, wamesare na sisi mara moja, lakini wametufunga mara 3 katika michezo mitano ya mwisho. Kwa hivyo wana nguvu sana. Kwa siku za hivi karibuni wameanza kuwa timu ngumu wakicheza na sisi, na kidogo wametupa wakati mgumu sana, lakini wengi wanaamini kwamba hii United ya sasa hivi ya McCarrick ni United ya tofauti ambayo timu yoyote inapokuja inaogopa. Tumeanza kuwa na ile fear factor ambayo tunaweza kuogopwa na watu ambao wanakuja kucheza na sisi kwa sababu ya kila ambacho tumekuwa tunacho msimu huu na matokeo ya ushindi ambayo tumewapata mfululizo, lakini pia ile mentality ya timu ambayo kidogo inaanza kuvutia kuona kama timu zinapambana zaidi kupata matokeo. Lakini vipi kuhusu msimamo? Ikiwa tutafanikiwa kupata ushindi katika mchezo huu, hali ya msimamo itakuwa inasema nini? Kwa sababu tukiangalia katika msimamo kwa sasa hivi ni kwamba
naomba nikwambie kwamba katika mechi 28 hizi ambazo tunacheza as of now, wakati tunafanya video hii, ni kwamba Aston Villa ameshacheza dhidi ya Wolverhampton Wanderers na akapoteza mchezo wake 2-0. Sasa baada ya siku 1008 Manchester United wana fursa ya kuingia tena katika msimamo wa Premier League na kushika nafasi ya 3 ikiwa tutafanikiwa kupata ushindi katika mchezo dhidi ya Crystal Palace, ambapo tutakuwa na pointi 51, na kwa sababu tunawazidi magoli obviously tutakuwa katika nafasi ya 3 pale juu katika msimamo wa soka nchini England. Je, inawezekana tukapata ushindi? Na huu ndo wasiwasi mkubwa ambao unatukuta, kwa sababu mara nyingi ambazo tunakuwa tunahitaji kushinda huwa tunapoteza mechi hizo, na huwa pressure inaingia kwa wachezaji na timu kwa ujumla, na hivyo kufanya wasiperform vizuri, na huenda mechi hii pia ikawa namna hiyo, kwa sababu nadhani kwamba ni mechi ambayo tunahitaji kupata ushindi kwa gharama yoyote ile. Lakini kuna kitu ambacho ningependa ukijue kwamba wakati Michael Carrick anachukua timu ya Manchester United, wakati Carrick anateuliwa kuwa kocha wa Manchester United, ni kwamba tulikuwa nyuma ya Aston Villa kwa pointi 11. Miezi kadhaa baadaye, baada ya michezo kama hii kadhaa ambayo imepita, ambayo Carrick apata ushindi, sasa hivi tunapozungumza, sasa hivi Jumapili hii United akipata ushindi dhidi ya Crystal Palace, tunamuondoa Aston Villa nafasi ya 3 na kuwa watatu. Sasa hiki ni kitu kigumu sana kutokea, lakini pia ni kitu ambacho kiko karibu sana kutokea. Lakini unakumbuka ile mechi dhidi ya West Ham United ambapo tulitaka kushinda mara 5 mfululizo tukashindwa kupata mchezo huo, tukapata sare ya dakika za jioni kabisa. Nafikiri ikiwa mchezo huo usingekuwa na hiyo pressure namna hiyo na yule jamaa wa manywele, nafikiri kuna uwezekano mkubwa sana tungeweza kushinda mchezo huo. Lakini changamoto ni kwamba Manchester siku hizi tunaingia sana kwenye pressure kubwa sana tunapokuwa tunahitaji ushindi, na hilo linaweza kuathiri mchezo huu wa kesho. Lakini let's hope kwamba Manchester tutafanikiwa kupata ushindi katika mchezo huu, kwa sababu tunahitaji ushindi katika mchezo huu kwa gharama yoyote ile, na si hata sare, kwa sababu tuko nafasi, tunataka kwenda nafasi ya 3 na kuzidi kuwapa pressure kubwa sana Chelsea na Liverpool ambao watakuwa nyuma yetu, lakini pamoja na Villa ambaye anakuwa anatufuatilia pale nyuma. Sasa vipi ikiwa tutataka ushindi katika mchezo huu, tunapaswa kufanya nini? Kuna vitu vya msingi ambavyo tunataka viongelea katika mchezo huu. Nadhani kwanza tuangalie jinsi ambavyo tunapaswa kuapproach huu mchezo. Crystal Palace ni timu ambayo inajua sana ku defense, lakini wana gap la majeraha. Naomba nikwambie kwanza update za majeraha kwenye kikosi chetu. Kulingana na mjibu wa Michael Carrick ni kwamba Mason Mount amerudi mazoezini, kwa hiyo anaweza kuwa kwenye kikosi japo hawezi kucheza kutokana na hali yake ndio ameanza kupona. Lakini Martinez alisema ni siku chache zijazo huenda atakuwa na mazoezini, kwa hiyo huenda na yeye akawepo kwenye kikosi, lakini huenda asicheze, lakini tutaona hali itakuwa. Lakini habari njema ni kwamba Mason Mount na Martinez karibu wataanza kuingia kwenye timu, kwa hiyo bado hawapo. Delete hatakuwepo, Dogu pia hatakuwepo. Kwa hiyo kikosi nadhani kitakuwa ni kile ambacho kilicheza dhidi ya mechi iliyopita. Lakini kwa upande wa Crystal Palace pia hawana Jean-Philippe Mateta, pia hayupo kwenye kikosi kwa sababu ya majeraha. Kwa hiyo ni mtu muhimu ambaye wanamhitaji sana kwenye kikosi chao. Kwa hiyo kumkosa kwao ni gap ambalo sisi tunapaswa kulitumia na kuona kama tunaweza kupata matokeo katika mchezo huu. Kipi ambacho Carrick angeweza kufanya? Amekuwa akicheza timu ile ile kwa muda mrefu sana na imekuwa ikimpa matokeo, lakini kama uliangalia michezo iliyopita, kuna kitu ambacho ni cha pekee ambacho mimi nimekigundua katika mchezo uliopita, hasa jinsi ambavyo alikuwa akifanya sub zake. Kuna kitu nimekigundua katika mchezo uliopita. Kwa mfano, ningependa kuongelea sana Benjamin Sesko. Ukiangalia katika michezo miwili iliyopita, alipokuwa akimtoa Ahmad na kumweka Mbwema upande ule wa kulia, Sesko namba 9, katika mara hizo zote Mbwema amepiga assist kwa Benjamin Sesko na kufanya kufunga goli. Amefunga goli dhidi ya West Ham la kusawazisha, na pia akafunga goli dhidi ya Everton, goli la ushindi katika mchezo huo muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu aliingia akafunga, lakini pia kwa sababu Bryan Mbeumo alikuwa upande wa kulia na akapiga assist. Je, ni fursa nyingine ambayo Carrick ataamua kumweka bench ili aje afanye vizuri akitokea bench,
Ama labda unadhani katika mchezo huu ambao tunatarajia pia Crystal Palace watakaa nyuma kwa muda mrefu, je, anaweza kuanza Benjamin Sesko? Ikiwa mimi ningekuwa Michael Carrick nafanya maamuzi, nadhani ni wakati mzuri sasa Benjamin Sesko apata nafasi ya kwanza, angalau tuone kama kuna kitu ambacho anaweza akaofa. Lakini pia nimegundua pia kwamba Carrick anapenda kumtoa bench kwa sababu akitokea bench anafanya vizuri sana. Lakini napenda sana mentality ya Benjamin Sesko kwa sababu yeye halalamiki, na amesema kwamba mimi sijali ninapocheza dakika 5 ama 90, mimi kwangu nitajitahidi kufanya kila ambacho inawezekana kwa ajili ya kufanikiwa kwamba timu inapata matokeo. Kwa hiyo nampongeza hiyo man management yake ambayo anaifanya kwa Benjamin Sesko, lakini pia nampongeza sana Benjamin Sesko kwa performance yake, lakini nadhani ni wakati muhimu sasa aanze kupata angalau nafasi ya kwanza, labda Ahmad apumzike, Mbeumo akae upande wa kulia, tuone kama kuna kitu cha tofauti ambacho anaweza akatoa. Lakini ukiachana hilo, nadhani kwa sehemu kubwa kikosi kitakuwa ni kile ambacho tunatarajia kianze, kwa sababu ya nadhani hakuna utakuwa na mabadiliko makubwa sana. Nategemea kwa sababu Martin Zabara hajarudi, na Dogo hayupo, Mount hayupo, Delete hayupo, kwa nitakuwa ni wale nategemea kuona Lamens akianza golini, Maguire, Leny Yoro kwenye mabeki, upande wa kulia Diogo Dalot, upande wa kushoto Luke Shaw, katikati Casemiro na Mainu, namba 9 anaweza kama Mbeumo vile vile ama Sesko kitegemea na hali, lakini nategemea kumuona Mbeumo akianza namba 9 upande wa kushoto, Kunya na upande wa kulia akianza Ahmad ambaye alifanywa sapa katika mchezo uliopita, kwa nategemea kuona akianza katika mchezo huu. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nafikiria. Nadhani tunapaswa ku approach mchezo katika maana ya kwamba lazima tuwalazimishe, tuwapush mapema na tupate goli la mapema ili tuwalazimishe wafungue, kwa sababu kama umegundua United ya Carrick inacheza vizuri sana kwenye transition. Yani tukiwa tuna timu yetu na timu pinzani inamiliki mpira, alafu tukaupora, tukashambulia kwa kasi, ndio moment ambayo tunafanikiwa kupata magoli. Chini ya hapo inakuwa ni kidogo ni changamoto kwa upande wetu. Kwa nadhani lazima tujitahidi kuwalazimisha wenzetu wafunge goli la mapema ili wasirudi nyuma, ili wabaki watushambulie zaidi, wafunguke, alafu waache gaps. Ukiacha gaps, Kunya, Mbeumo, Sesko, Bruno, ndo taona vizuri ubora wao, na hapo tunaweza kupata ushindi mapema katika mchezo huu. Nadhani Crystal Palace ni timu ambayo inafungika na pia hawana mtu hatari sana kama Jean-Philippe Mateta. Kwa nadhani tunaweza kupata matokeo katika mchezo ikiwa tutapanga vizuri karata zetu na kujaribu kupata ushindi mapema. Lakini kadiri muda unavyoenda, ikifika dakika 70 bado hatujapata goli, bado ni bila, hali inaweza kuwa ngumu zaidi kwetu, na kutokana na pressure kwamba tunahitaji kushinda mchezo huu, hiyo pia ndio kitu ambacho kinanipa sana wasiwasi, kwa sababu kila mara ambapo tumekuwa tukihitaji ushindi tunakuwa tunashinda kupata ushindi. Lakini naamini kabisa kwamba Carrick anajua cha kufanya na ushindi huu utakuwa muhimu, kwa sababu utatupeleka mpaka nafasi ya 3. Wewe unatarajia nini katika mchezo huu? Kwenye comments naomba uniandikie maoni yako, subscribe, like na kushare video zetu. Tukutane baada ya mchezo. Mimi naitwa Dr. Nandes na hapa ni United Redverse.